Naam, kinachoendelea Ulaya mchana huu tunaambiwa kwamba Umoja wa Ulaya umeamua kuongeza matumizi ya ulinzi. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wamekutana katika jiji la Brussels na kukubaliana kuongeza matumizi ya ulinzi kufikia mwaka wa 2030, huku wakiafikiana pia kuendelea kutoa msaada zaidi kwa Ukraini. Katika makubaliano hayo ya kilele katika jiji hilo siku ya jana, viongozi hao wa Umoja wa Ulaya walikubaliana kuchukua hatua zote muhimu ili kuimarisha utayari wao kiulinzi ifikapo mwaka wa 2030, huku juhudi hizo pia zikilenga kuongeza msaada wa kijeshi kwa Ukraini ambayo inaendelea kukabiliana na uvamizi kutoka Urusi. Umoja huo ambao unapanga kuongeza kasi ya matumizi yake katika sekta ya ulinzi kwa kutenga euro bilioni 800 katika kipindi cha miaka 4 ijayo, ikiwa ni pamoja na euro bilioni 150 za mikopo kwa ajili ya miradi ya manunuzi pamoja na utengenezaji wa silaha, fedha ambazo zinaweza kupatikana kutokana na makabiliano ya sheria pamoja na ukomo wa kukopa kwa mataifa ya Umoja wa Ulaya katika swala zima la uwekezaji katika ulinzi. Hatua hii ya kuongeza matumizi katika sekta ya ulinzi imechukuliwa huku kukiwa na wasiwasi ambao unaongezeka ndani ya Tume ya Ulaya kwamba ni lazima umoja huo ujiandae kikamilifu kabisa na kwa haraka juu ya uwezekano wa migogoro mikubwa ijayo na Urusi. Kulingana na waraka ambao umewasilishwa kabla ya mkutano huo, Tume ya Umoja wa Ulaya ilitahadharisha kwamba historia isinge wasamehe viongozi wa Ulaya kwa kushindwa kwao kuchukua hatua, ikisisitiza kuwa ikiwa Urusi itafanikisha azma yake nchini Ukraini, basi kuna uwezekano ifikapo mwaka wa 2030 Moscow ikaendelea na matarajio yake ya kunyakua maeneo zaidi katika nchi hiyo. Kauli ambayo ilikuwa ikijirudia mara kwa mara ni kwamba Ulaya inapaswa kabisa kujizatiti, vinginevyo itakuwa ni muhanga wa uvamizi wa Urusi. Rais wa Ukraini Zelensky aliwataka viongozi wa Umoja wa Ulaya kuongeza idadi na kasi ya usambazaji wa silaha kwa taifa lake, huku akiwataka kuendelea na mshikamano dhidi ya Urusi. Shindikizo dhidi ya Urusi, wakati maafisa wa Kiev pamoja na Moscow wakitarajiwa kufanya mazungumzo mapya pamoja na Marekani wiki ijayo katika dhamira ya kutafuta suluhu ya mzozo huo. Aidha, Zelensky amekosoa Hungary kwa njia isiyo ya moja kwa moja kutokana na kuzuia nchi yake kuwa ni mwanachama wa Umoja wa Ulaya, akisema kwamba hatua hiyo ya nchi moja inakinzana na haiba ya Umoja wa Ulaya. Ama kuhusu mzozo wa Mashariki ya Kati, viongozi hao wa Ulaya wametoa tamko la pamoja ambalo linatoa wito wa kuanzishwa tena mara moja mpango wa usitishwaji wa mapigano katika ukanda wa Gaza na kuachiliwa kwa mateka wote ambao bado wanashikiliwa na kundi la Hamasi. Viongozi hao pia walihimiza upatikanaji pamoja na usambazaji bila vikwazo wa misaada ya kibinadamu uendelee huko Gaza, ikiwa ni pamoja na kurejesha usambazaji wa umeme katika maeneo yote katika ukanda huo, ikiwa ni pamoja na kwenye mitambo ya usafirishaji wa maji. Hayo ni baada ya Israeli kuanzisha mashambulizi mapya huko Gaza na kuamuru kukatwa kwa umeme pamoja na usambazaji wa bidhaa muhimu ambazo zinahitajika kwa watu wa Palestina. Wakati hayo yakiwa yanaendelea, mpenzi mtazamaji, tunaambiwa kwamba maandamano yenye vurugu yameshuhudiwa tena pale Uturuki. Maelfu ya watu wameandamana katika miji mbalimbali nchini Uturuki wakitaka kuachiwa huru kwa kiongozi mkuu wa upinzani na meya katika jiji la Istanbul. Meya huyo anatazamiwa kuwa ni mpinzani mkuu wa rais wa nchi hiyo katika uchaguzi mkuu ujao wa mwaka wa 2028. Wanasema vurugu pia zimeshuhudiwa kwenye maandamano hayo katika mji mkuu wa Istanbul, Ankara, Izmir pamoja na Exarchili, ambapo polisi walilazimika kutumia mabomu ya machozi kuwatawanya waandamanaji wenye hasira kali. Waziri wa mambo ya ndani wa Uturuki ametangaza kuwa maafisa 6 wa polisi wamejeruhiwa huko Istanbul, ambapo maandamano yalikuwa yamepigwa marufuku na gavana katika jimbo hilo. Tukitoka huko, mpenzi mtazamaji, twende tukaangalia kinachoendelea kule Sudani. Sudani tunaambiwa kwamba jeshi la Sudani limedhibiti ikulu ya rais katika jiji la Khartoum. Jeshi la Sudani limechukua udhibiti kamili wa ikulu ya rais katika mji wa Khartoum siku ya leo hii Ijumaa.
Televisheni ya Sudani pamoja na vyanzo vya kijeshi vimesema katika mojawapo ya mafanikio makubwa katika mzozo wa miaka miwili ambao unatishia kusambaratisha nchi hiyo, jeshi lilikuwa likifanya msako katika maeneo ambayo yanazunguka ikulu na kuwasaka wanachama wa kikosi cha RSF. Video pamoja na picha ambazo zimechapishwa katika mitandao ya kijamii pamoja na kuthibitishwa na BBC zimeonyesha kwamba wanajeshi wakishangilia kwa bunduki zao na kupiga magoti kuomba. Nabi Abdallah, msemaji wa jeshi, alisema katika TV ya taifa kwamba wanajeshi wamedhibiti ikulu pamoja na majengo ya wizara katikati mwa jiji la Khartoum. Vikosi vyetu viliharibu kabisa wapiganaji pamoja na vifaa vya adui na kukamata vifaa pamoja na silaha nyingi, msemaji huyo alisema. Kundi la wapiganaji la RSF kwa haraka limechukua udhibiti wa ikulu na sehemu kubwa ya mji mkuu wakati wa kuzuka kwa vita vya wenyewe mwaka wa 2023, lakini vikosi vya wanajeshi wa Sudani katika miezi ya hivi karibuni vimerudi na kuelekea ikulu kwao na moto ule ule. Kundi la RSF ambalo mapema mwaka huu lilianza kuanzisha serikali sambamba na inashikilia udhibiti wa baadhi ya maeneo ya Khartoum pamoja na nchi jirani ya Omdurman pamoja na magharibi mwa Sudani ambako inapigania kutoa ngome ya mwisho kabisa ya jeshi huko Darfur pamoja na Al-Fasher. Kuteka mji mkuu kunaweza kuharakisha jeshi kuchukua kikamilifu nchi yote ya Sudani kati na kuimarisha mgawanyiko katika maeneo mashariki, magharibi na kati ya nchi hiyo. Pande zote mbili zimeapa kuendelea kupigania sehemu ambayo imebaki ya nchi na hakuna juhudi zozote za mazungumzo ya amani ambazo zimeelekezwa. Vita hivyo vilizuka huku kukiwa na mzozo wa madaraka kati ya jeshi la Sudani pamoja na RSF kabla ya mpango wa mpito kuelekea katika utawala wa kiraia. Mpenzi mtazamaji, hayo ni ya huko Sudani. Twende tukaangalie pia ambacho kimeendelea pale Kameruni. Kameruni tunaambiwa nchi hiyo imewachia huru raia 13 wa Kongo pamoja na Madagascar. Polisi ya Kameruni imewaachilia huru raia 13 wa Madagascar pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao walikuwa wakishikiliwa mateka kwa miezi kadhaa na walanguzi wa kibinadamu. Wanasema ni katikati ya kesi ya kwanza kabisa ambayo imehusisha raia wa kigeni kutokana na aina hii ya utapeli ambayo imezoeleka nchini humo. Maafisa katika mji mkuu wa nchi hiyo waliwakamata pia washukiwa watatu ambao walituhumiwa kuwashawishi wanawake hao 4 pamoja na wanaume 9 kwenda Kameruni baada ya kuwapa ahadi ya uongo ya ajira katika sekta ya afya, uhandisi na hata uchumi. Luteni Kanali George Partais aliyesimamia kikosi kilichofanikisha zoezi hilo amesema mara baada ya kuwakamata walanguzi hao walikuwa wakiwalazimisha waathiriwa kupiga simu katika familia zao na kudai pesa huku wakiishi katika mazingira magumu. Ni hayo ambayo nilikuwa nimekuandalia mchana huu hapa. Endelea kufuatilia channel yako hii hapa kwa habari zaidi.